Lucky Stats, Sport Next Level. Zio Data, karibu sana. Shukran sana. Yes, naona upo. Yeah, namshukuru Mwenyezi Mungu niko vizuri. Sawa. Zio Data, natamani tuanzie hapa. Na hapa ni kwa upande wa wananchi. Tarehe 15 ni tarehe ya dabi. Tarehe 15 mwezi wa 6 mwaka 2025. Kwa mujibu wa ratiba ya bodi ya ligi. Bodi ya ligi. Yeah. Lakini mara baada ya taarifa hii, wanachama na mashabiki wa Young Africans hao wapo tayari kusikia kuhusu hii dabi. Kwa sababu wao wanasema dabi yao tayari ilitachezwa huko tarehe 8. Hapa kitu ambacho naona kukifahamu sasa imetokea. Kwa sababu tayari bodi ya ligi ndio baba ameshaweka ratiba yake pale. Ikitokea Yanga hajaipeleka timu uwanjani, athari zake ni zipi hasa kwenye msimamo? Yanga kushiriki klabu bingwa pamoja na shirikisho kimataifa, ama Yanga kushuka daraja na kwenda championship? Haya yote yanazungumzwa na natamani kufahamu sasa kutoka kwako. Kitu cha kwanza ni maamuzi ya kamati ya utendaji ya Yanga. Kwenye taarifa yao wameeleza kwamba baada ya kupokea maelekezo ya CAS, wao dabi hawachezi ngo. Sawa. Na kamati ya utendaji ya Yanga imefanya hivyo kwa kukidhi matakwa bila shaka ya wanachama wao ya mashabiki wao kuhusiana na hiyo dabi. Lengo kwa swali lako bila shaka sio kuzama ndani nini imekuwa hivi. Sasa ikitokea kweli matakwa ya wanachama mashabiki wa Yanga kutocheza dabi hii tarehe 15 Juni, maana yake hawatakwenda uwanjani. Wasipokwenda uwanjani kwa mujibu wa kanuni za ligi kuu Tanzania bara msimu wa 2024-2025 ni kwamba hakuna kushuka daraja. Watu wanachanganya. Yanga tayari imeshacheza mechi zaidi ya nusu za msimu. Timu kishacheza mechi zaidi ya nusu za msimu, kutopeleka timu uwanjani, kutoonekana uwanjani, adhabu yake ipo inaimiainishwa katika kanuni namba 31 juu ya kutofika uwanjani. Mechi ukizikosa 3 umejiondoa katika ligi, unajua kama utofika uwanjani mechi 3 umejiondoa katika ligi. Lakini kwa mechi moja hii, miongoni mwa adhabu zilizoainishwa kwenye kanuni namba 31 kifungu 1.1, 1.2, 1.3, baadhi ya adhabu zilizoainishwa ni pamoja na kwanza kupoteza pointi 3 na mabao 3 katika hiyo mechi husika. Kwa hiyo Yanga maana yake kama wanaendelea na msimamo huu wanachama, mashabiki na kamati ya utendaji, halafu bodi ya ligi wakakomaa kwamba mechi iko pale pale hiyo Juni 15, wakipotezea yote yaliyopita, Yanga itapoteza pointi 3 na mabao 3 ya mechi husika. Maana yake ni nini? Maximum points za Yanga sasa hazitakuwa pointi 82, zitakuwa pointi 79, kwa sababu Yanga hivi sasa wana pointi 70. Mechi zilizobakiza kuna mechi dhidi ya Namungo, mechi dhidi ya Dodoma Jiji, kuna mechi dhidi ya Tanzania Prisons ambazo kama wanashinda wanatimiza pointi 79. Hii ya dabi kama wanashinda Juni 15 kabla ya mechi ya mwisho ya Juni 22, maana yake kwa ujumla wake ndio wanatenza pointi 82. Kwa hiyo ukiondoa hii ya dabi, maana yake zinabaki maximum pointi 79. Kwa hiyo adhabu ya kwanza mojawapo ni hiyo ya kupoteza mchezo husika ambao ni pointi 3 na mabao 3. Lakini la pili, miongoni mwa adhabu baadhi ni pamoja na kulipa faini ya shilingi milioni 5. Alafu katika milioni 5 zile, milioni 2.5 anapewa mpinzani wako. Kwa hiyo Simba watanufaika kwa kulipewa milioni 2.5 kutoka Yanga endapo utaeleza hiki unachokieleza kwamba wanachama mashabiki wa Yanga wamesimamia msimamo wao hatuchezi, lakini bodi ya ligi ikasimamia kwamba mechi ipo. Halafu marefa wakafika uwanjani, Simba wakafika uwanjani, Yanga ikasubiriwa haitafika uwanjani, itatozwa faini milioni 5 kwa mgawanyo unaotoka kueleza, milioni 2.5 zitaenda Simba. Adhabu nyingine ni pamoja na kulipa gharama za maandalizi ya mchezo kama zitakuwepo. Adhabu nyingine iliyoainishwa katika kanuni namba 31 ni kupokwa pointi 15, kuondolewa, kunyang'anywa pointi 15 ambazo tayari Yanga wameshazikusanya. Sasa hapa ndo panakuja kwenye ile swali lako juu ya msimamo katika ligi, lakini pia ushiriki kimataifa. Juu ya kushuka au kuteremshwa daraja kwenda championship, nadhani nimeshafafanua kwa uelewa wangu kuhusiana na kanuni za ligi kuu Tanzania bara msimu 24-25. Ni kwamba kama maximum points za Yanga ni pointi 79, kwa sababu assumptions ni kwamba hawataenda uwanjani kama walivyodhamiria. Halafu assumptions, mafikirio mengine ni kwamba wameshinda mechi zote zilizobaki dhidi ya Namungo, dhidi ya Dodoma Jiji, dhidi ya Tanzania Prisons. Yanga wanakuwa na pointi 79. Zile 3 zishapotea kwa sababu
ya Juni 15 kutofika uwanjani. Sasa 79 hizi ukiondoa 15 zinabaki pointi ngapi? 64. Ikiwa hivyo ndivyo, Yanga maana yake bado itamaliza ya pili kwenye msimamo wa ligi kuu Tanzania bara. Bingwa atakuwa Simba. Yanga atakuwa amerahisishia safari ya ubingwa Simba. Itakuwa Simba wanapata ubingwa kilaini baada ya kushindwa kufanya hivyo katika misimu mitatu mfululizo. Yanga ndo mabingwa. Na msimu huu Yanga ni kana kwamba wametangulia mbele kwa sababu wanaongoza ligi hivi sasa, wana pointi 70 baada ya mechi 26. Simba ya pili yenyewe ina pointi 63 baada ya mechi 24, ina viporo viwili kulinganisha na idadi waliocheza Yanga. Kama wanashinda viporo viwili maana yake Simba wanafikisha pointi 69, wanazidiwa pointi 1 na Yanga. Kwenye dabi yao kama wanacheza Yanga endapo wanashinda mechi zao zote, Simba wanashinda mechi zao zote, hiyo dabi hiyo Yanga watahitaji sare yoyote ili watawazwe kuwa mabingwa mara ya 4 mfululizo au ushindi wowote. Kwa Simba watahitaji lazima washinde, halafu wakati huo wakishinda hizo mechi nyingine ili wawe mabingwa. Nadhani nimefafanua vizuri hapo. Sasa maana yake Yanga maximum points zikiwa 79 ukiondoa 15 zinabaki 64, watakuwa nyuma ya Simba. Unajua kwa sababu gani? Maximum points, idadi ya pointi za juu watakazotimiza Azam wakishinda zote zilizobaki. Maana Azam wamecheza mechi 27. Wakishinda mechi zote wanatimiza pointi 63. Umeshaelewa? Kwa sababu wataongeza tu pointi 9 katika pointi walizonazo sasa. Sasa pointi 63 hazifikii pointi 64 watakazokuwa nazo Yanga endapo watashinda zote kasoro dabi. Kwa hiyo Yanga watakwenda kushiriki ligi ya mabingwa barani Afrika msimu ujao. Singida Black Stars wao wakishinda mechi zote na wamecheza mechi 27 watatimiza pointi 62, hazifikii pointi 64 watakazokuwa nazo Yanga endapo watashinda mechi zote lakini dabi kutofika uwanjani. Wakipunguzwa pointi 15, pointi 64, Singida Black Stars hawezi kuzifikia. Hapo umeelewa vizuri? Umeelewa vizuri kabisa. Scenario moja hapo. Lakini hatari ya kushiriki ligi ya mabingwa itakuja endapo Yanga kwa mfano amefungwa mchezo mmoja au amepata sare 2. Tufanye amefungwa mechi moja. Katika hizi mechi ukiondoa mechi ya Simba, mechi hizi 3 Namungo, Dodoma Jiji, Tanzania Prisons, mmoja wapo afanye surprise, amfunge Yanga. Tunasema surprise kwa sababu kwenye mzunguko wa kwanza hizi timu zote zilifungwa na Yanga. Yanga ikavuna pointi zote 9, ikafunga mabao 10, ikuruhusu bao kwa sababu Namungo alifungwa 2-0, Dodoma Jiji walifungwa 4-0, Tanzania Prisons walifungwa 4-0. Sasa kwenye marudiano haya wanaweza kapindua meza kibabe moja wapo ikishinda. Maana Yanga zile maximum points hazitakuwa tena 79. Zitakuwa 76 kwa sababu kuna pointi zote zitakazopoteza kwa Simba kwa kutofika uwanjani, alafu makadirio wakifungwa ikitokea wanapoteza mchezo, kuna pointi 3 nyingine zinapungua na kwa maximum points ni ngapi? 76. Sasa kwenye 76 halafu hizi nyingine zote ishinde, ukiondoa 15 inabaki pointi ngapi? 61. Hasa 61 ikitokea maki hapa tunaza ikiwa kama watazamaji wako lazima waelewe hizi ni assumptions kwa sababu halisia matukio ya mchezo yanatokana na baada ya mechi kuchezwa dakika 90. Lakini ikitokea sasa wapinzani wao kwa maana ya zile timu nyingine 2 kwenye top 4, Azam kashinda zote anatimiza pointi 63. Singida Black Stars akishinda zote atimiza pointi 62. Yanga wakipoteza mchezo mmoja wakashinda miwili mingine alafu ya Simba wasiende watakuwa na pointi 61. Kwa hiyo kwenye msimamo itakuwa baada ya Simba Azam itakuwa namba 2, hao ndo watapata tiketi ya kuwakilisha nchi ligi ya mabingwa barani Afrika. Alafu Singida Black Stars itakuwa ya 3 endapo yenyewe itashinda na kutimiza pointi 62, itapata tiketi ya moja kwa moja kuwakilisha nchi michuano ya kombe la shirikisho. Halafu ya 4 itakuwa Yanga ikimaliza ya 4 haina uhakika. Kwanza itakuwa imepoteza ligi ya mabingwa, lakini itakuwa haina uhakika kombe la shirikisho kwa sababu italazimika yenyewe imma imfunge JKT Tanzania katika mechi yao ya kuelekea finali ya kombe la shirikisho la benki CRDB kwa sababu ndo tiketi itakayobaki moja wapo ya kwenda katika kombe la shirikisho. Imfunge, ikishamfunga tu basi inakuwa imepata tiketi. Kwa sababu gani? Hata isipokuwa bingwa akiwa Simba ambaye naye atacheza na Singida Black Stars, tiketi yake ya kombe la shirikisho itaangukia kwa timu itakayoshika nafasi ya 4 kwa sababu wao wakati huo watakuwa mabingwa na shiriki ligi ya mabingwa. Lakini Singida Black Stars wakiwa wao wametoa ubingwa bado
tiketi yake itaenda kwa timu ya 4, kwa sababu Singida Black Stars kwa hiki nilichokieleza, kwa hizi assumptions, mafikirio, ni mambo ya kufikirika, kwenye uhalisia anaweza kawa tofauti, na sisitiza ni kwamba watakuwa tayari wameshapata tiketi kwa kumaliza nafasi ya 3 kwenye msimamo. Kwa hiyo Yanga wakifunga JKT inatosha, tayari washapata tiketi ya kushiriki, lakini katika michuano ya kombe la shirikisho, sio ligi ya mabingwa, endapo tu watakuwa wamepoteza mchezo mmoja katika mechi zilizobaki. Scenario nyingine hii sasa ya hatari zaidi kwa Yanga juu ya kimataifa ni kwamba iwe wamepoteza mchezo mmoja alafu wakashinda mechi zilizobaki, alafu wapinzani wao Wekundu wa Msimbazi Simba wao maanake wasipoenda uwanjani Simba bingwa endapo watashinda mechi zilizobaki na kutimiza idadi ya pointi ambazo zinawafanya kuwa mabingwa kiurahisi tu, kwa sababu Yanga watapunguzwa pointi 15. Sasa Yanga dhidi ya JKT ikitokea mpira si dakika 90, ndio ametolewa yeye, kwa sababu unajua mnaweza mkaenda mpaka mechi inaisha sare, kanuni zinataka mikwaju ya penalty hazina mwenyewe, au dakika 90 Muhammad Ali na vijana wake kina Shiza Ramadhani Kichuya, kina Budibeka, kina Wilson Nangu wamejipanga vizuri, Hamad wamesonga mbele kwa hatua inayofuata kombe la shirikisho la benki CRDB. Yanga imegonga mwamba. Maana yake sasa hapo itakuwa hatarini Yanga msimu ujao kutoshiriki michuano yoyote ya kimataifa kwa sababu zifuatazo. Kumbuka ile scenario, kama imepoteza mchezo mmoja inamaliza na pointi 61 ikishinda mechi zilizobaki, alafu isiende uwanjani mechi dhidi ya Simba. Wakati huo Singida Black Stars ishinde zote, Azam ishinde zote, ndo zinakuwa juu. Kwa hiyo Simba ligi ya mabingwa, Azam ligi ya mabingwa, Singida Black Stars kombe la shirikisho. Hii nafasi moja ikimaliza nafasi ya 4, lakini ikiwa imetolewa na JKT, dua ya Yanga sasa itakuwa kuombea ubingwa wa kombe la shirikisho, ama bingwa awe Singida Black Stars au awe Simba, ili wao waendelee kubaki na tiketi ya kombe la shirikisho, kwa sababu bingwa akiwa JKT, maana yake JKT ndo atachukua hii nafasi iliyobaki ya kwenda kwenye kombe la shirikisho. Kwa hiyo itakuwa kwenye kanuni namba 1 na mpaka namba 3 zinaenda kimataifa, 2 za juu ligi ya mabingwa, ya 3 kombe la shirikisho. Hii nafasi ya 4 inaning'inia kwa sababu inaweza ikenda timu iliyoshika nafasi ya 4 endapo zile timu 3 za juu zimeshapata tiketi direct kwa kumaliza, zile timu 3 za juu zinapata tiketi direct. Ikitokea zile timu 3 za juu moja wapo ndio bingwa wa kombe la shirikisho, hii nafasi ya bingwa wa kombe la shirikisho inaangukia kwa timu namba 4 endapo bingwa wake ni miongoni mwa zile timu 3 za juu ambazo zinapata tiketi ya moja kwa moja kwa kupata tiketi kombe la shirikisho kimaliza ya 3, ligi ya mabingwa kwa kumaliza top 2 zile nafasi 2 za juu. Kwa hiyo akiwa bingwa JKT, 3 za juu itakuwa Simba, Azam, Singida Black Stars. Hii nafasi ya 4 itakosekana kwenda shirikisho kama bingwa kwa JKT, kwa sababu tiketi yake ataitumia kwenda shirikisho, kwa sababu JKT haimo katika top 3 zile za juu. Maelezo yamekuwa marefu, lakini nadhani nimejaribu kufafanua kadri inavyowezekana. Nini kitakachotokea, hilo ni swala la kusubiri, kwa sababu inategemea katika kipindi hiki kufikia Juni 15 huwezi jua, labda mashabiki, wanachama, wapenzi wa Yanga watakuwa wameridhiana vizuri na bodi ya ligi juu ya hatima ya mechi hiyo. Lakini kwa msimamo uliopo sasa, sote tunajua Yanga kupitia kamati ya utendaji taarifa yao, wasikilize hata mashabiki, wanachama, wapenzi wa Yanga, wengi wao wanakuambia hatuchezi, tena wameongeza neno hatuchezi ngo. Sasa itakuwa vipi, hilo ni swala la kusubiri. Kumbuka haya yote tuliyosema tumekuwa kama watabiri, tunasema ikiwa, kama, ni uhalisia kusubiri hiyo siku na kusubiri namna gani hizi timu matukio yake yatakavyokuwa, kwa sababu si kweli kwa 100% kwamba Singida Black Stars watashinda mechi zao zote, ni mpaka zichezwe. Azam watashinda mechi zao zote mpaka zichezwe. Yanga watashinda mechi zote mpaka zichezwe, au watashinda watapoteza mechi moja mpaka zichezwe. Simba kushinda mechi zote mpaka zichezwe. Mpira wa miguu mpaka dakika 90 zichezwe. Hiki tunachozungumza ni mazingira tu ya ikiwa, kama, if. Swali lako limelenga utabiri zaidi na conditional statement za ikiwa, kama. Nadhani nimeeleza kadri inavyoeleweka. Yes, nikushukuru sana mzee wa data. Shukrani jazila. Asante. Mbwaduke Stats, Sport Next Level.